Kwa kweli katika vitu ambavyo tunaweza tukajivunia ni amani na utulivu ambao wananchi wa Komoro wanaufurahia sana, lakini nizungumze kwamba ushirikiano uliopo baina ya Komoro na Tanzania ni mkubwa. Wakomoro wanapokuja Tanzania wanakuja nyumbani, na siasa zetu wanazifurahia, wanaona namna kampeni za kistaarabu, kampeni zenye utulivu ambazo zinaendelea, na hizo zinawapa moyo wa kuweza kufanya shughuli zao katika nchi ya Tanzania. Kama unavyofahamu, Komoro kwa kiasi kikubwa tunashirikiana nao katika sekta ya biashara. Hivi sasa takriban biashara baina ya Komoro na Tanzania inasimama katika takriban shilingi milioni 400 kwa siku. Kwa hiyo ni biashara kubwa ambayo inategemea pia amani na utulivu, na wanafurahia hilo wanapoliona na wanajiona wako nyumbani, hasa wanapotembelea pia visiwa vya Zanzibar. Na labda nikueleze tu ndugu mtangazaji kwamba kwa mwezi takriban Wakomoro 2000 hutembelea Tanzania kwa maana ya bara na visiwani, na wengi wao huja pia kwa sababu za matibabu. Labda kwa siasa hizi ambazo zinaendelea, unadhania ni sera zipi ambazo zitaenda sambamba na uchumi wa kidiplomasia? Eneo kubwa ambalo mimi ningependa kukueleza na linachangia katika kipindi hiki ustawi wa nchi yetu ni diplomasia ya uchumi. Kama unavyojua, ndio ambayo tunayoiendeleza hivi sasa, na katika kuendeleza pia uchumi, dhana hii ni pana sana ambayo tunataka tujikite zaidi katika kuiletea faida na manufaa nchi yetu. Kwa hiyo sera ambazo nadhani tungeweza kujikita nazo ni sera ambazo zinaweza kuwa na manufaa kwa taifa, na moja katika maeneo ambayo tunaweza kuyaboresha zaidi ni sekta hii ya utalii, hasa utalii wa matibabu. Nazungumzia katika hili nililopo, na utalii wa matibabu ni dhana ambayo inajumuisha kuleta watu ambao wanahitaji huduma za afya taifa. Nadhani ndugu mtangazaji unafahamu kwamba Tanzania hivi sasa ni kimbilio la nchi za jirani yake kwa maana ya kuja kupata huduma za matibabu. Zamani watu walikuwa wakienda nje ya bara la Afrika, lakini sasa hivi wanakwenda matibabu katika nchi hizi za Afrika ikiwemo Tanzania. Na nafurahi kukujulisha kwamba Komoro ni moja kati ya nchi ambazo tunashirikiana nazo sana katika sekta ya afya, na hivi karibuni tumefanya kambi ya matibabu, kambi ambayo imefanyika katika kisiwa cha Anjuan Zanzibar. Kama ambavyo tumeona katika miaka mitano ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi imekuwa na mafanikio makubwa hasa katika sekta ya afya. Tunaona hospitali ya Lumumba ambayo hivi karibuni ilipokea wageni kutoka Chama cha Urafiki wa Tanzania na Komoro, walikuja kujionea ili kuweza kueleza wenzao namna ambavyo mafanikio yamepatikana. Natambua kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi amejenga hospitali takriban kila mkoa na zinaelekea katika kila wilaya hivi sasa, ikiwa ndio azma yake. Sasa hili ni eneo ambalo pia Komoro inaweza kunufaika nalo, kwa sababu kuna takriban Wakomoro 2000 wanaoingia Tanzania, na karibu 80% yao ni wale ambao wanakwenda kupata matibabu ya rufaa. Eneo la pili ni eneo la biashara. Kama unavyojua, Zanzibar imekuwa ni kitovu cha biashara kwa muda mrefu, na hilo limesaidia, lakini kutokana na changamoto za hivi karibuni za usafiri, Wakomoro wengi wamekuwa wanaishia katika soko la Kariakoo na kupata mahitaji yao. Kwa azma alionayo Mheshimiwa Dr. Hussein, na kwenye ilani kama nilivyoona kuna maelezo kwamba kutajengwa meli ya kusaidia biashara baina ya Tanzania na Komoro, ile changamoto iliyokuwepo. Na pia Mheshimiwa Rais Dr. Hussein alinieleza wakati anakuja kumwaga uwezekano wa kufufuliwa kwa MV Mapinduzi na ikafanya safari zake Komoro. Sifahamu Komoro uchumi wake unategemea nini hasa? Lakini Komoro kama ilivyo Zanzibar inasifika pia kwa kilimo cha karafuu, na hili ni eneo ambalo kama ulipouliza mwanzo ni eneo la ushirikiano pia. Kwa hiyo hapa wananchi wa Komoro wanayo mengi ya kujifunza kutokana na mafanikio makubwa katika zao la karafuu kwa upande wa Zanzibar. Lakini vile vile Komoro ni watengenezaji wakubwa wa mali ghafi inayotengeneza manukato, yani perfume, inaitwa Langilangi. Kwa hiyo hii nayo ni katika source kubwa au chanzo kikubwa cha mapato. Lakini pia wananchi wa Komoro kama walivyo wananchi wengi katika visiwa ni wafanyabiashara, na hapa ndio ambapo
pengine ni swala la kuangalia vizuri zaidi. Lakini upande wako wewe, tunaamini ndio una jukumu hilo, unasimamia vipi biashara ambazo zinatoka Tanzania kuja huku? Sisi kwa upande wetu kikubwa ambacho tunakifanya ni kuwasaidia wafanyabiashara, kwanza wale wa Tanzania wanaotaka kuja kufanya biashara hapa Komoro, kwa kuwapa maelezo, kwa kuwapa kanuni, taratibu, na pia kuwaandalia miadi zile muhimu. Na nashukuru kwamba kwa upande wa Zanzibar wafanyabiashara maarufu wana Taufik Turki ni mmoja kati ya wawekezaji ambao tunafanya nao kazi kwa karibu katika kuimarisha biashara zao hapa, na hii inatoka iko kwa Zanzibar moja kwa moja kwa sababu mapato yake yanakuwa yako Zanzibar. Lakini vile vile tunawasaidia wananchi wa Komoro ambao wanataka taarifa za uwekezaji, za biashara, za upatikanaji wa bidhaa zetu. Wanapokuja hapa tunawapa msaada huo, na pia tunashirikiana nao kwa karibu katika kuingia mikataba ya kinchi ambayo itarahisisha biashara baina ya nchi mbili. Kwa mfano, sasa hivi tuko mbioni kusaini mikataba mingine ya ushirikiano katika sekta ya ajira, ili Watanzania wanaokuja kufanya kazi hapa, wale ambao watakwenda Wakomoro watakao kwenda kufanya kazi Tanzania, waweze kufanya kazi kwa karibu. Labda katika fursa ya uchumi wa buluu, hasa katika mwani, labda kuna mikakati gani ambayo unahakikisha Zanzibar wananufaika moja kwa moja? Umeuliza swali zuri. Kwanza kuna eneo kubwa ambalo nimetembelea hivi karibuni. Kama nilivyokuambia, Komoro ni umoja wa visiwa, na moja ya kisiwa ni kisiwa cha Moheli ambao wanasifika kwa zao la mwani, na wao bado hawajapiga hatua kubwa kama ilivyo kwa upande wa Zanzibar, na wameonyesha nia na azma ya kuja kujifunza kwa wenzao wa Zanzibar. Kwa hiyo sekta ya mafunzo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni fursa kwa wataalamu wa zao la mwani walioko Zanzibar kuja kuelekeza wenzao, kwa sababu hiyo itakuwa ni huduma ambayo inaingiza kipato.